Simba scenario ambayo ipo ni muda wa hao wachezaji ambao wapo wanamaliza kandarasi zao lini, lakini pia wanaongeza ama wana sajiliwa moja kwa moja. Na umeanza na Rushin Deriak. Na mchezaji mwenye hizo sifa ambazo umetaja eneo la ulinzi kwa Simba ndio ni Rushin Deriak. Hakuna taarifa yote ya kwamba wataachana naye. Mkopo wake unaisha lini? Mwaka mmoja. Ni wa mwaka mmoja kama nimeelewa vizuri. Kwa hiyo bado yupo. Sio tu bado yupo. Hata ukiangalia kwa performance yake inashawishi yeye kuendelea kubakia. Na Simba kwa mahitaji ya mlinzi wakati maana yake wanatakiwa kumfikiria kuwa kwao mzima. Yaani kuwa kwao moja kwa moja. Labda kwa wachezaji wengine wale ambao walikuwa wameelezwa wale ambao wapati nafasi labda waende kutafuta malisho sehemu nyingine. Kwa wachezaji wa Simba. Yaani kwa mfano unaenda kuangalia kwenye eneo la kiungo. Mchezaji kama Aba Mzamiru Yasini. Kwa sababu eneo lake sasa hizi linashambuliwa na wachezaji mbalimbali. Yusuf Kagoma, Alassane Kante. Nani mwingine hapo? Nabi Kamara alishambulia ile eneo. Na kijana kutoka Coast Semfuko Chaz ama huyo Semfuko Chaz mwenyewe pia kupata nafasi mbele ya Wakongo kama hao ama wachezaji waliokomaa inakuwa ngumu huenda kama atafikiria nje ya box. Anaweza kufikiria kwenda kwa mkopo. Badlak Mzamiru baada ya kuumia msimu uliopita, msimu wote kuonekana. Msimu huo alipoenda kambi kule Ismailia alikuwa anacheza na alipewa usinga kipindi cha Shomari Kapombe kwa majukumu ya timu ya taifa kwa michuano ya CHAN. Wakati huo Mohamed Hussein ametangaza pia kuachana na Simba. Yeye ni mchezaji ambaye anaonekana kuwa na kwa jicho la moja kwa moja kwenye chini ya kocha nani huyu Fadlu. Alikuwa amempa hiyo sifa ya kuwa nahodha akiwa kwenye kipindi cha maandalizi. Isivyo bahati barudi kwenye ligi ameondoka Fadlu na yeye pia hajapata nafasi ya kucheza. Ndio. Unaweza kuangalia kwa karia yake kwa muda wote ambao amejiunga na Simba mpaka anazungumza kwa uwezo wake na mahitaji yake pia, kwa sababu naamini saa hizi alipaswa kwenye piki yake ya kucheza kiasi ambacho anashindania namba mbele ya viungo wengine, lakini imekuwa sehemu ya changamoto kwake. Huenda ama itapendeza kama atapata nafasi ili akirejea kwenye timu yake arejea akiwa na wakati mzuri zaidi, akiwa anapata mechi na mwingi apate ile hali ya kuwa mchezaji nasema kila mmoja yuko active zaidi kwenye mchezo. Huyo Mzamiru huyo ametajwa hapo na Semfuko pia. Sababu Semfuko amejiunga na kosa leo mpaka ninapozungumza hata benchi sasa kama nimewahi kumuona. Kwenye mchezo ambao Simba amecheza. Ameweka benchi mechi moja na amewahi kucheza dakika 15 kwenye mechi moja ya nafikiri ilikuwa ya Simba Day, lakini baada hapo mashindano hajawahi kutumika. Hiyo Simba Day kama mchezaji alipata nafasi ya kucheza isipokuwa ambaye aliumia mazima. Au wale ambao walitoka majukumu ya timu ya taifa. Hajapata nafasi ya kutumika. Maana yake hajapata nafasi ya kucheza. Tunapozungumza lini anapata nafasi ya kucheza. Mpaka tumeanza kusahau kwamba kuna Semfuko Chaza ambaye alikopo ama amejiunga na Simba kwa msimu huu. Hasa msimu uliopita chini ya Fadlu alikuwa anapata nafasi. Kuna muda alikuwa anampa nafasi aidha akimtoa Ahua yeye anapata nafasi ya kucheza. Kuna siku ameanzisha watu wawili au kuna muda anaingia kutokea bench akiwa anaenda kupata na Ahua moja kwa moja. Na alikuwa anaonyesha alikuwa anapata nafasi. Sivyo bahati imekuwa ngumu. Lada Kichasambi msimu umekuwa mgumu sana kwake mpaka sasa hivi. Tunazungumza mechi ngapi? Mechi 4. Mechi 5 mpaka sasa hivi kwenye ligi. Anaweza akaendelea kusalia kwa kutamani kutaka kucheza zaidi ama kutaka kudhibitisha, lakini unaangalia kwa trend jinsi ilivyo. Muda wa kucheza upo na Fadlu alimwandaa kucheza kama mchezaji wa kulia. Mlinzi wa kulia. Wakati kwenye nafasi pia yupo Duchu. Unaweza kuona hizo changamoto. Kwa hiyo FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.